Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimpongeze sana mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri aliyoifanya ya kuwatetea na kuwatendea wananchi haki na haswa wananchi wanyonge. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kipindi ambacho mimi nikiwa madarakani, kipindi cha miaka 10 na hiki ni kipindi cha 3 sasa, Mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya jambo zuri sana la kuwatua wakina mama kuni kichwani, ameeneza majiko ya gesi, na mpaka sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika gesi ambazo Mheshimiwa wetu Rais ameweza kuleta katika Tanzania nzima, ameshakwisha leta gesi 19,530. Kati ya hizo namshukuru sana Mheshimiwa Rais, aliwapendelea wanawake wa mkoa wa Mara, na mimi sikuwa nyuma kama mbunge wao, basi nilikwisha wapelekea wakina mama hawa kutoka kata zote za mkoa wa Mara. Nimekwisha wafikishia wakina mama wote gesi 2,900. Piga makofi kwa mama Samia. Samia oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, nasema ujio wako ni baraka kwa sababu umekuja na baraka iliyotukuka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika furaha aliyoileta Mama Samia alisema ataongea na watu wa mabenki kwa ajili ya kuwapa wananchi mikopo isiyokuwa na riba, na naona hii neema umekuja nayo wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mama yetu Samia Suluhu Hassan, katika kumuomba mimi kama mbunge wa wanawake wa mkoa wa Mara, mama aliniunganisha na benki ya CRDB, basi nimewawekea bondi wananchi wangu wa mkoa wa Mara, na neema hii imekwisha fika mkoa wa Mara. Kuanzia kesho tunakwenda kutoa elimu kutokana na Agnes Foundation. Baadhi ya vikundi watapata mikopo isiyokuwa na riba, na hiyo riba nitailipa mimi kama mbunge wenu. Kwa hiyo mimi niseme nampongeza sana mama yetu Samia Suluhu Hassan. Samia oye! Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na yote hayo, tuna vijana wetu wengi ambao na wao wanataka furaha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kama mbunge wa wakina mama wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa nimeanzisha mashindano ya mpira wa miguu ya kila kata kwa mkoa mzima wa Mara, na naanza na Musoma mjini kuanzia kesho. Kwa hiyo wakina dada wote na mabinti, naomba mjitokeze kwa ajili ya michezo hiyo, tukiwa tunamsapoti pia Mheshimiwa Rais, lakini na mbunge wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna jambo moja ambalo limekuwa muda mrefu, limekuwa kero ya kudumu kwa hapa kwetu Musoma mjini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna wazee ambao walikuwa wanafanya kazi katika kiwanda cha Mutex. Hao wazee, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tangia kiwanda kimesimamishwa mpaka sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanadai mafao yao. Wengine wamekwisha kufa, wengine wana ulemavu sasa, na wengine wamezeeka sana. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakujua wewe ni jembe, wewe ni mtu wa papo kwa papo, wewe ni mtu wa vitendo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe hata kama basi sio fedha zote, na kuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu ushughulikie kero hii ili kusudi wananchi hawa na hawa wazee wapate haki yao, kifuta jasho chao ijapokuwa ni kidogo. Na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa yote, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni mjasiriamali niliyetokana na wauza dagaa, niliyetokana na mama ntilie kama alivyonitambulisha hapa kaka, nimetokana na mama muuza dagaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wauza dagaa wenzangu na wauza samaki wana kero walionayo Mheshimiwa Waziri Mkuu, yawezekana nikawa naisema hapa, lakini ikawa ni kero ya nchi nzima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna ushuru chefuchefu. Ushuru huu unawafanya wakina mama wajasiriamali wadogo kutoepukana na umasikini, kutowapeleka kwenye umasikini wa kupitiliza.
Mama ananunua kichipu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huwezi kujua kichipu, labda unaweza ukaulizia, lakini naamini kabisa na wewe ni mtoto wa mkulima, sidhani kama ni lugha ngeni sana. Ananunua kichipu kimoja. Kile kichipu anaponunua pale ziwani, anakilipia ushuru. Akitoka pale ziwani, akienda sehemu anayokwenda kuuzia, analipia ushuru. Kwa mfano, wametoka ziwani wanakwenda free park kuuza, wanalipia ushuru. Lakini hicho kichipu kisipouzika siku hiyo cha dagaa, kesho yake pia anatozwa tena ushuru. Kwa hiyo pesa yote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, inakuwa imeishia kwenye ushuru. Yule mama badala ya yeye kuongeza kipato chake, yule mama anazidi kukandamizwa kiuchumi. Musoma oye! Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe ushughulikie kero hii. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Sisi wabunge wa mkoa wa Mara tutakusapoti kwa nguvu zote. Tuko pamoja na wewe, wewe ni jembe. Mungu akubariki sana unaposimamia kazi na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan.